Kwa tunapokaa kwenye baraza, pamoja na kuwa na mipango mikakati tunayoipitisha hapa, tuitizame hii mipango kwa kuunganisha kwanza na mipango na vipaumbele vya taifa, ikiwemo mpango wa miaka 5 wa maendeleo, lakini pia dira yetu ya 2050. Tukifanya hivyo tutakuwa tunaenda na mwelekeo wa nchi inakoelekea. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, serikali inatambua mchango wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF katika kukuza uchumi wa nchi yetu kwa kuhakikisha kuwa nguvu kazi ya wafanyakazi wanaougua au kuumia kutokana na kazi haipotei kwa kuwapatia huduma za matibabu na fidia mbalimbali kulingana na namna ambavyo mmejiwekea. Pia natambua mchango wenu wa moja kwa moja kwa waathirika wa ajali au magonjwa yanayotokana na kazi kwa kuwapunguzia madhara ya kiuchumi na kijamii wale wanaokuwa wameathirika. Hivyo na upongeza tena mfuko wa WCF kwa kuendeleza kuunga mkono azma ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ambao mwelekeo wake ni kulinda nguvu kazi na kujenga uchumi kupitia kazi mbalimbali ikiwemo katika uwekezaji katika mifuko hii ya hifadhi ya jamii. Na ndio maana hivi tarehe 9 mwezi huu tumezindua sera ya kinga ya jamii, ambayo hii sera na sisi ni wadau wakubwa, na nimefurahisha na namna ambavyo mmejipanga kwenye baraza hili kupitishwa kwenye sera ile. Ile sera ni ya kwetu. Wadau namba 1 ni sisi. Tuhakikishe jambo hili linakuwa endelevu. Sera hii custodian ni sisi wadau wa mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo tutakapopata elimu hii isiishie hapa, na sisi tukaipeleke elimu hii kwa wanachama wetu, ili wajue kwamba serikali ina malengo thabiti. Serikali ya awamu ya 6 imejidhatiti kwa dhati kuhakikisha mifuko hii ya hifadhi ya jamii ikiwemo WCF inakuwa na tija zaidi. Kwa sera hii ni moja kati ya jambo ambalo mwenyekiti wa baraza na wajumbe naliacha kwenu kama agizo la kuhakikisha mtakachopitishwa kwenye sera siku ya leo, na nyie mhakikishe wanachama na wadau wengine wanapata elimu mtakayoipata hapa. Lakini isitoshe, ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, kupitia uwekezaji huo umepelekea sasa thamani ya mfuko kuongezeka kutoka shilingi bilioni 333.46 mwezi Juni 2020, na nimeambiwa sasa thamani ya mfuko imefikia bilioni 844.41 mwezi Disemba 2025. Katika kikao hiki ambacho tumekukaribisha utufungulie, tumetenga siku 2. Siku ya kwanza ajenda yake kubwa ni kupitisha bajeti, na hili ni kwa mujibu wa miongozo inayoendesha mabaraza, ili kusudi baada ya hapa bajeti hii sasa iweze kwenda mbele kupata idhini ya bodi na mamlaka zingine zinazohusika. Lakini tumetenga, Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya 2 kwa ajili ya kupata wasilisho la sera ya hifadhi, sera ya kinga ya jamii, sera ambayo hivi karibuni uliizindua kule Arusha, na tuliona pia ni vema baraza hili likajengewa uwezo kufahamu mambo makubwa ambayo sera hii inaya project, ili kusudi na katika utendaji kazi wetu basi na sisi tuweze kujialign na matakwa ya sera hii ambayo tayari yenyewe imeshajialign na matakwa ya dira ya 2050. Na labda tu niseme, Mheshimiwa Waziri, management ya mfuko ikiongozwa na mkurugenzi mkuu wetu, nikitazama naona iko timamu, na juu ya haya yote ambayo umeelekeza Mheshimiwa Waziri, management yetu iko tayari kuyafanyia kazi. Lakini pia sisi ambao ni watendaji hasa, Mheshimiwa Waziri, tuko tayari kupokea maelekezo haya na kuyafanyia kazi ili kuhakikisha ile ndoto na maono ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yanafikiwa. Kwa hiyo pia nitoe kama chachu kwa watumishi wenzangu, jamani, tuna kila sababu ya kujipongeza kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametupongeza, lakini pia tusiishie hapo, tusirelax. Wanasema mgema akisifiwa tembo litia maji. Naomba sisi tusiwe kama mgema. Haya yote ambayo Mheshimiwa Waziri amepongeza na kuelekeza, tuhakikishe tunaenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha ndoto na maono Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yanafikiwa. Sasa labda tu niseme, Mheshimiwa Waziri ametoa maelekezo na ushauri juu ya mambo mbalimbali. Amegusia swala la
ofisi ama WCF kushughulikia masuala yote ya wafanyakazi vile ipasavyo, lakini pia kuhakikisha haki za watumishi zinatolewa bila upendeleo, lakini pia amegusia swala la uwajibikaji kwenye yale ambayo watumishi wa mfuko tunawajibika kuyatekeleza. Na juu ya haya yote ambayo umeelekeza Mheshimiwa Waziri, management yetu iko tayari kuyafanyia kazi. Lakini pia sisi ambao ni watendaji hasa, Mheshimiwa Waziri, tuko tayari kupokea maelekezo haya na kuyafanyia kazi ili kuhakikisha ile ndoto na maono ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yanafikiwa. Kazi wote tujiunge pamoja, kujitenga